Tunatamani kukaa na wewe. Tunatamani kuwa karibu na wewe. Tunatamani kuishi na wewe katika nyumba zetu. Tunatamani kuwa na wewe kwenye biashara na kwenye kazi zetu. Tunatamani kuwa na wewe. Ninakutukuza Muumba mbingu na nchi kwa ajili ya siku ile uliyoifanya iwe hivi. Umetukusanya tena katika nyumba yako kwa ajili yako mwenyewe na kwa wema wako na fadhili zako za milele. Hakuna aliyetoa chochote kwako ili apate kuishi, bali tunaishi kwa sababu ya neema yako kubwa kwetu. Pokea sifa, heshima na utukufu. Ruhusu sasa roho ya ibada, ruhusu malaika wa ibada, ruhusu Roho Mtakatifu abudu pamoja na sisi, akisema nasi mchana wa leo. Jifunue Mungu jifichae. Sema nasi kwa sababu nafsi zetu zimekuja tena kwako. Tumekuja Bwana, tumekuja kuhudhurisha nafsi zetu kwako. Mungu, sema nasi. Asante kwa ajili ya siku hii ya wababa. Umeifanya iwe kama ilivyo kwa sababu yako wenyewe. Wewe ndiyo mwanzo wa ubaba wote duniani na mbinguni. Pokea sifa, heshima na utukufu. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Shangilie Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya ulimi. Namna ya kupigana na nguvu ya ulimi uliokushikilia. Namna ya kupigana na ulimi uliokushikilia. Jumapili nilikuwa nimeanza na maneno haya ambayo Mungu aliyaweka moyoni mwangu, kwamba ulimi una uwezo wa kumshikilia mtu mpaka kabrini. Na ulimi ulioshikilia mtu unaweza ukazikwa, ukaoza, lakini lile neno ambalo lilitamkwa na yule mtu akiwa hai linaweza kuendelea kutesa maisha ya mtu aliye hai. Narudia, ulimi unaweza ukafa, ukazikwa, ukaoza, lakini bado ulimi unaweza kuendelea kumshikilia mtu aliyebaki duniani kwa lile tendo na lile neno lililotamkwa na mtu aliyekufa wakati akiwa hai. Neno lililotoka kwenye ulimi huwa linaishi kuliko aliyelitamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona watu wakinukuu maneno, asema hata mtu fulani alisema, unaona, lakini huyo mtu alishafanya nini? Alishakufa, hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mtume Paulo tunayesoma kwenye Matendo ya Mitume na vitabu vyote alivyoandika kwa makanisa, yale maneno yanaishi, lakini Mtume Paulo alishafanya nini? Alishakufa, hayupo. Kwa nini? Kwa sababu neno lililotoka kwenye ulimi wa mwanadamu huishi kuliko uhai wa yeye aliyelitamka. Kwa hiyo linaweza likashikilia maisha ya mtu aliye hai wakati yeye ambaye alilitamka alishaondoka duniani, hayupo. Nikupe mfano mmoja ili ukae vizuri. Mama mmoja alikuwa na watoto wa kike 3. Yule mama akaumwa. Sio hadithi, ni kitu ninakwambia nilikishuhudia na nilikiona.
Yule mama alipoumwa akalazwa. Nakupa ushuhuda huu au neno hili kukuweka sawa kwenye fikra zako juu ya nguvu ya ulimi. Nguvu ya ulimi. Yule mama aliumwa muda mrefu sana. Toka mwanzo wa kuumwa mimi nilishuhudia, na ikafika kipindi Mungu akataka kumchukua, kumtwaa. Akawaita watoto wake wote, anataka kuongea nao. Watoto wale wawili walienda akaongea nao, lakini mtoto mmoja yeye hakwenda. Kuumwa kote alikoumwa mama, yule mtoto hakwenda. Miaka karibu 4 mama anaumwa, hakwenda. Na siku anakwenda, mama alikuwa anaishia karibu anakata roho siku hiyo. Alipofika kumuona mama, alikwenda akiwa ameshikiliana vidole na boyfriend. Mama akafungua macho akamuona. Akasema, mwanangu, mimi nakufa, lakini nimekuita hukuja, na leo umekuja na boyfriend. Umekuja na hawala. Basi utaishi wewe kuwa na mahawala, hutakaa uolewe. Alafu akakata roho akafa. Yule dada kwa macho yangu hakuolewa, alikuwa na wachumba na kaa na huyu. Baada ya miaka 2 anaachana, kaa na huyu. Baada ya miaka 3 anaachana, anazaa na yule, anazaa na yule, anazaa na huyu, anaachana mpaka amekuja kufa, hajaolewa. Chunga sana nguvu ya ulimi. Chunga sana unayotamka. Tafakari sana unayotamkiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapofundisha masomo kama haya, ni deliverance kwa ajili ya kufungua watu waliofungwa na ndimi zilizotamka mabaya kwao. Hatufundishi kama liturujia iliyotungwa kwenye vitabu. Mambo mengine tunafundisha ambayo tumeshuhudia kwa macho yetu katikati ya jamii tunayoishi, na jamii inayokutana na sisi ikiwa na mahitaji ambayo hayapati majibu kwa madaktari, hapati majibu kwa njia zozote. Jibu lazima litoke kwa Mungu, na si kutoka kwa Mungu tu, lazima jibu lipitie neno la Mungu. Ninakufundisha majibu ya maswali ya mambo fulani ambayo inawezekana umepambana nayo muda mrefu, hayakuachi. Lakini wewe ukafikiri tu ni uchawi au ukafikiri ni kitu fulani, kumbe kuna neno lilitoka kwenye ulimi wa mtu na limeshikilia maisha yako. Familia nyingine, kijana mmoja, niendelee kuwashuhudia au niache? Sasa usiende kule ukasema mchungaji Rafael tu mimi nashuhudia haya kwa sababu nimeona kwa macho yangu, nimesikia kwa masikio yangu. Ninafundisha kitu ambacho na uhakika nacho. Ingawa ninasoma Biblia, lakini nina uhakika wa mambo niliyoyaona na kuyasikia kwa masikio yangu live. Familia moja, kijana ameoa, halafu akawa na shangazi yake. Shangazi yeye ana watoto wake hawajaolewa na wengine hawajaoa. Watoto wa kaka yake wanaolewa na kuoa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Usiku mtoto wa kiume wa kaka yake, mke wake alikuwa anajifungua, anafikia kujifungua. Kwa akaitwa shangazi, ili shangazi aje awe pale na wanaitwa mkamwana, si mkwe wake yule. Yule shangazi alipoona wakati yule mtoto anazaliwa, akasema hivi, watoto wangu hawajaoa, wengine hawajaolewa, yeye huyu kaka yangu ameozesha na watoto wanazaa. Basi huyu mtoto ambaye atazaliwa hata wasaidia wazazi wake, wala hata msaidia babu yake wala bibi yake. Alafu akamshika akasema yale maneno kwa macho. Yule mtoto amekuwa amesoma paka masters, amepata kazi. Wazazi wakienda kumsalimia anasema, mimi sio kabila lao, mimi ni kabila lingine, hawa sio wazazi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ikafika mahali fulani, sasa katika maisha yule kijana akachanganyikiwa. Wazazi wake wameshamjua Mungu. Babu yake ambaye alikuwa ndio mtu na dada yake amefariki, lakini amebaki wazazi. Yule kijana amechanganyikiwa, wakaja wamemfunga kamba. Kumbe yale mapepo yaliona hata maisha yake pia asifaidi, kwa kufika mahali akachanganyikiwa. Kuja kuomba akasema, huyu shangazi alisema siku ile wakati anazaa, mama yake anamzaa, alisema watoto wa kaka yake watazaa, watafanyaje, lakini hawatasaidia familia yao. Kwa hiyo tukaona sasa, kwa sababu inawezekana akafika mahali fulani ya akili kamrudia akawasaidia, tumemfanya awe kichaa. Kwa hiyo unaweza kukuta watu wanafanya biashara hawafanikiwi, wanasoma hawapati kazi, kilichowashikilia ni neno, ni ulimi wa mtu fulani. Usijukaona watu hawazai watoto, kati mingine hawazai kwa sababu kuna ulimi umefunga matumbo ya uzazi wasipate watoto, na alitamka mtu neno. Wafalme ya pili sura ya 5, nataka tusome maandiko hapa. Wafalme ya pili sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 27. Sikiliza haya maandiko. Basi Gehazi akamfuata Naaman, naye Naaman alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki. Akasema, je, ni amani? Akasema, amani, bwana wangu amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili wa wana wa manabii. Wape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae talanta 2. Akamshurutisha, akafunga talanta 2 za fedha na ndani ya mifuko 2 na mavazi 2. Akawatwika watumishi wake 2, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani, alivitwaa mikononi mwao, akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake, yani mbele ya Elisha. Alikuwa mtumishi ambaye yuko chini ya mtu mwingine anamsaidia. Kama vijana wangu nao wananisaidia, mara huyu anafanya hiki na hiki, tuko pamoja. Ilikuwa hivyo. Sasa huyu mtumishi wa Mungu amekataa kupokea malipo, kwamba huduma tutafanya kwa malipo. Kwa hiyo yule mgonjwa aliyeponywa Naaman ameondoka, yule kijana akakimbia kumfuata. Kwa nini tusichukue bwana? Akakimbia, hebu nimetumwa na huyo bwana wangu kwamba kuna wageni wamekuja. Ni kweli alikataa, wakati unamsurutisha autoe fedha ulipe malipo kwa ile huduma, lakini sasa tulikuwa hatuna uhitaji, ila sasa hivi tunahitaji ile fedha, tunahitaji na yale mavazi. Kumbe anadanganya. Wakampa. Halafu yeye akaenda mbele za bwana wake. Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akasema, mtumwa wako hakuenda mahali. Tunaweza kusema labda nilitoka tu nje kwenda washroom.
Nimeenda washroom, nimefanya nini? Kama ukuniona dakika fulani nilikuwa washroom. Akamwambia, "Je, moyo wangu haukwenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi?" Yani kwa huduma hizi ndio tunataka faida sasa. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Hakusema kama Bwana aishivyo, hakusema Bwana asema. Alisema mwenyewe, yeye mwenyewe. Ukoma wa Naamani utakushika wewe na uzao wako milele. Sio Bwana asema, Elisha asema. Na Biblia inasema lile zoezi halikuchukua muda. Saa ile ile alipotoka anakimbia kutoka kwenye uso, wanaachana na Elisha, tayari alikuwa mwenye ukoma. Haleluya. Nini hapa nataka nikufundishe? Mambo yote yanayotesa wanadamu hapa duniani, sio baadhi ya mambo, mambo yote yanayomtesa mwanadamu hapa duniani, nyuma yake kuna neno. Kama sio la Mungu, la mwanadamu, ambaye nyuma yake ana mashetani. Kama sio la Mungu ni la mwanadamu, kama sio la mwanadamu ni la Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Na mimi nasema hivi, mtu hatapata matatizo tu hivi hivi, bali kwa neno linalotoka kwenye kinywa aidha cha mtu au neno la Mungu. Kwa hata unapotamka juu ya watoto wako, unapotamka juu ya wewe mwenyewe, unajitamkia, ni vizuri kuwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri ujue kwamba katika ulimi kuna nguvu ya ajabu sana. Nakumbuka kisa kingine kwenye Wafalme ya pili, sura ya pili. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 19, unaona Elisha pale anaponya yale maji yaliyozaa kufa na kupooza, si ndio? Unasoma pale. Lakini Biblia inasema alipokuwa amemaliza kuponya yale maji, tena kwa neno, akaponya maji, nasema hakutatoka kufa wala mapooza kuanzia sasa kwenye ardhi hii. Maji yale yakapona, kukaondoka kufa na kuzaa mapooza. Lakini Biblia inasema alipotoka kwenye kufanya hiyo huduma, vijana wakakutana naye. Yule mzee Elisha alikuwa na kipala, alikuwa mfupi alafu na kipala. Msikia? Sasa wale vijana sasa wakatoka pale mjini, wanamzunguka, wamepita pembeni, wanamzomea, paa mwenye upa. Biblia inasema hivi, Elisha alipogeuka akawaona, akawalaani. Hafu wakatokea ghafla dubu, wakawaua vijana 40 kwa siku moja. Lakini ni nini? Ni nguvu ya ulimi. Sasa nazungumza mimi nguvu ya ulimi kwa mchepuo wa kwamba inaweza kushikilia maisha ya mtu, ikazuia mabadiliko, ikazuia mafanikio, ikazuia kuishi kwa furaha. Jamani, si watu wote walioolewa wana furaha, si watu wote waliozaa watoto wana furaha,
Si watu wote wanaofanya biashara wana furaha. Si watu wote wanaolima wana furaha. Si watu wote wanaofuga wana furaha. Si watu wote waliosoma wana furaha. Kama kuna nguvu ya ulimi iliyokushikilia, hata uwe na vitu vingi, hata uwe na nini, chochote kile, chochote upewe dunia nzima, huwezi kupata raha. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda nizungumze hivi. Waganga na wachawi. Uganga na uchawi. Sababu waganga wanatumia uganga, wachawi wanatumia uchawi. Waganga na wachawi, uganga na uchawi vinategemea sana nguvu ya ulimi. Na hawa watu wa giza wanajua sana kutumia ulimi na wanaijua nguvu yake kwa uhakika kuliko wana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ule upande wa pili wa nguvu za giza wanajua sana kwamba ulimi una nguvu ya kuharibu mfumo wa maisha ya mwanadamu kabisa, kiroho, kimwili. Wanaijua kwamba wanajua kabisa kwamba nguvu ya ulimi ina uwezo wa kufunga maisha ya mtu kuliko kamba na minyororo ya chuma. Sababu minyororo unaweza kukata. Kifungo ulichofungwa na minyororo na kamba ni rahisi kukata. Lakini kifungo ulichofungwa kwa minyororo wa ulimi huwezi kukata kirahisi kama huna ufahamu. Huwezi kukata. Kwa kwanza hauonekani huo minyororo, ila utaona matukio. Unaweza kuwa umeajiriwa, wenzako wanapanda vyeo, wewe uko pale, upandishwa mshahara, wewe uko pale, umefungwa na mnyororo wa ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya biashara, wenzako wanakwenda, wewe umesimama pale. Ni ulimi umekusimamisha hapo. Kitabu cha Hesabu sura 22 kinazungumza habari ya Balaamu na Balaki. Tasoma kuanzia mstari ule wa 4 mpaka wa 7, mistari tu michache. Nataka tumalize mapema leo, afu tutakwenda kuomba. Moabu akawaambia wazee wa Midian, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Spori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri. Tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabiri mimi. Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Sikiliza nikwambie, huyu Balaki ni mfalme, ana jeshi, ana silaha, lakini anasema hivi, hawa watu wana nguvu kuliko sisi. Na ameona nguvu walionayo sio nguvu ya kawaida ya kibinadamu ambayo inaweza kapigwa kupitia silaha. Aliona kuna nguvu za rohoni kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliona kuna nguvu. Maana ukisoma sura ya 23 utagundua kuanzia mstari wa 22 anasema aliyewatoa huko Misri ana nguvu kama nguvu za nyati. Huyo Mungu wao. Umesikia? Sasa anasema njoo, kabla hatujaenda kupigana, litangulie kwanza neno la laana liwadhoofishe nguvu zao, alafu tuweze kuwapiga na kuwashinda, tuwafukuze kwenye nchi yetu. Hatutasubutu kwenda kuwatupia mishale wala upanga wala mkuki. Kwanza lianze neno.
Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unaweza ukawa na bidii, unafanya kazi, una zana zote, una kila kitu chote ambacho watu wengine wanavitafuta uko nacho, lakini akikusaidii. Kwa nini? Unajua kuna neno limekufunga, pamoja na kwamba una uwezo, lakini uwezo wako umefungwa. Na hujafungwa na kamba, umefungwa na ulimi. Na mimi ngoja nikwambie sasa, Mungu hakusema hamtalaaniwa. Mungu alimwambia Balaamu, usiwalaani hawa watu, mimi nimewabariki. Mungu alimzuia Balaamu. Sikiliza vizuri. Kama huna maarifa, shetani kupitia wajumbe wake atakupiga kwa ulimi huku ukiwa na neno kwa lugha. Wazee wa Midian wa Moab na wazee wa Midian wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao. Wakamfikiria Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Walikwenda wakamwambia yale maneno ambayo Balaki alikuwa amewaagiza, alikuwa amewatuma. Wakaenda kusema. Sasa kinachoendelea wewe unaelewa Mungu alichokifanya. Na Mungu alishughulika na Baraki, sio kumfunga kinywa. Mungu alishughulika na Baraki kumzuia asiwalaani, mpaka akatuma malaika kutaka kwenda kumkata. Punda akamsaidia kwa kukwepa. Na anasema Balaki, anasema hivi, ninakuamini, kinywa chako kikimlaani mtu hulaaniwa. Huwa hakikosei. Kuna watu hata kwenye familia tunazotoka, kazi yao hata umpe zawadi, umpe nini, hawezi kukubariki. Kazi yake ni kulaumu, ni kulaumu, ni kulaani, ni kulaani, kulaani. Unaona umenipa mimi, si umenipa change tu. Kwa nini unafikiri umenipa kwa ni kitu cha maana? Si umenipa tu change. Umenipa hivyo kwa sababu unaliona mimi maskini. Kila unachofanya yeye hana ile shukrani. Kinywa chake hakiwezi kutoa baraka. Kinywa chake ameweka kuwa kuhani wa shetani kwenye ukoo, kwenye familia, ili kufunga wale watu wa ile familia. Unaweza kufanya mambo mazuri kwake, siku kikosea tu kidogo, maneno atakayo kutolea yamefuta kila kitu kizuri ulichofanya kwake. Wangapi wanaishi kwenye watu wanamna mai kuwaona? Hebu punga mkono. Karibu tuko wengi. Ulikuwa huelewi ni nini? Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 18. Nataka tuangalie mistari miwili tu, mstari wa 10 na ule wa 11. Inazungumza habari ya uganga. Anasema hivi: asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri. Mstari wa 11 anasema hivi: wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Sema watu hao wasionekane kwenye jamii. Nataka nizungumze juu ya kupiga mafundo. Bwana Yesu asifiwe. Nilipata kesi moja. Binti mmoja amekwenda shuleni boarding, akiwa bado mdogo. Amefika umri sasa wa kuwa dada. Siku ya kwanza alipopata zile siku zake, mwalimu mmoja akamuona, akafanya kumsaidia, lakini akachukua ile damu, akakaa nayo yule mama, akamfunga. Yule binti amesoma, amekwenda chuo, amefanya vizuri chuoni, lakini alipotoka hapa nchini alikwenda Canada, nakumbuka. Ameenda kasoma, akarudi. Alivyorudi akaolewa. Kitu cha kwanza akawa hapati mimba, uzazi umefunga. Lakini jambo lilofuata, pamoja na kwamba na vyeti vizuri, amesoma vizuri, kazi hamna. Kila kienda ofisi nyingine wanamwambia, hivi vyeti vyako na elimu yako hatuna mshahara wa kukulipa.
Nipeni tu huo tu ambao nyinyi mnaona mna uwezo kuniomba. Sema hapana, tutakuwa tunakuonea, tunakuhurumia sana. Bora tusikucheleweshe hapa kwetu, bora utafute kazi sehemu nyingine, kwa sababu tukikaa na wewe alafu uje kuacha hapa tutakuwa tumekupotezea muda wako. Nenda bwana akatafute kazi sehemu nyingine upate ajira nzuri, huwezi kukaa na sisi hapa. Mwingine anasema unajua ukikaa na sisi hapa, mimi elimu yangu ni ndogo ambaye mimi ndio bosi, alafu wewe mwenye elimu kubwa wewe chini yangu, kuna siku utanipindua, kwa hiyo mimi siwezi kufanya kazi na wewe, nenda. Kwa nini? Unajua alipigwa mafundo kwa ile damu yake, ikafanya agano na mashetani kwa manuizo ya kichawi ya yule mama. Ingawa ni mwalimu wake, ni mtu ambaye alipaswa kumsaidia, akatamka maneno kwamba atasoma na atakwenda mbali, lakini hatapata kazi na hatapata mtoto. Anasema asionekane kwako mtu alogaye kwa kupiga mafundo. Sasa unaona watu wa nguvu za giza wao wanajua nguvu ya ulimi, watu wa Mungu hawajui. Kuna mambo mengi ambayo hayaendi kwenye maisha yetu kwa sababu ulimi umefunga maisha yetu kwenye hayo maeneo. Si kwamba huna nguvu, sio kwamba ni mvivu, sio kwamba huna uwezo. Una uwezo na una kila kitu ambacho mtu mwingine ambaye hajapigwa mafundo kwa neno, kwa ulimi, angekuwa navyo, angekuwa mbali, lakini wewe hakuna kinachoenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko hapa? Punga mkono. Inawezekana ni neno linalokupeleka mbali na kuwazisha. Linakuwazisha. Kuna dada mmoja kachumbiwa. Sasa akaonekana yule kijana wa kiume ana tabia mbovu, lakini kumbe nyuma ya yule kijana alikuwa na ushirikina. Wakashindwana, akasema mimi kuanzia sasa uchumba basi. Akasema sikia, kama umenikataa hutakaa uolewe na mwanaume yoyote hapa duniani, sipokuwa labda uje urudi kwangu, na utakuja kurudi hata nikiwa na wanawake 7, utarudi hapo, utakuwa mke wa 8. Amezunguka, amehangaika, hakuna kuolewa. Pata ufika uchumba, fika mahali wasema sasa nafikiri ndio wanataka kufanya mipango. Anasema mwanaume anasema mimi, mwingine wakawa wanakufa. Kifika mahali anataka kwenda kwenye ndoa, mwanaume anakufa. Mwingine anasema mimi naona sisikii kuendelea na hili jambo. Lakini kuna mtu alisema hutakaa olewa. Na angeolewa na yule pia angekuwa chini ya mamlaka ya nguvu za giza. Unaona ilivyo mbaya. Lakini amegundua kwamba huyu sio mtu sahihi. Pamoja na hiyo sasa neno limetoka, limekufunga. Nguvu ya ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vizuri. Zaburi sura ya 56 inazungumza habari ya nyayo. Habari ya nyayo. Mstari wa kwanza anasema hivi: Mungu ni rehemu, maana yuko atakaye kunimeza. Mchana kutwa ananionea, akileta vita. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa, maana waletao vita juu yangu kwa kiburi ni wengi. Siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake. Nimetumtumaini Mungu, sitaogopa. Mwenye mwili atanitenda nini? Mchana kutwa wanapotosha maneno yangu, mawazo yao yote ni juu yangu. Yaani kwenye vikao wanamjadili yeye tu, kunitakia mabaya. Hukutanika, hujificha, huziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. Nazungumza juu ya nyayo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaotumia nguvu za giza, wachawi na waganga, wanaweza kukaa mahali ambapo watu wanapita. Yule wanayemtafuta kipita, wanaangalia unyayo wake alipokanyaga. Kisha pita pale, wanachukua ule unyayo, wanamfunga. Sema wanazifuatilia nyayo zangu, wanaziotea nyayo zangu. Za nini? Hizo unaweza kuwa mlango wa kufungwa. Wanazichukua, wanafunga na madude yao, alafu wanatamka maneno.
Kwenye ulimwengu wa roho mguu sio huu. Kwenye ulimwengu wa roho mguu ni ile alama ya unyayo wa yule aliyekanyaga. Ndio mguu. Hawahitaji wakushike mguu wako. Kwa nini? Unajua wakikupiga mafundo wanakufunga kupitia unyayo. Wakitaka kupiga mafundo utakwenda saluni, watachomoa kaunywele kamoja. Biblia inasema hata nywele zetu zimehesabiwa na Mungu, ziko kwenye mahesabu, Mungu anazijua. Maana hata nywele zina thamani. Nywele zina uhusiano na maisha ya mwanadamu. Chochote kilicho kwenye mwili wa mwanadamu kina uhusiano wa nafsi ya mwanadamu. Wanaweza kachukua kitambaa cha nguo yako, wewe umevaa, alafu umesema imechakaa, au unachukua unampa rafiki yako nguo, wewe umeichoka, alafu anakwenda ile nguo ndio anaitumia na kufunga. Unashangaa. Unaomba maombi yote na kutubu dhambi zote zile ambazo Mungu alishakusamehe na amezisahau. Wewe unazirudia. Shida iko pale pale. Ulimi wa mwanadamu ni chombo kinachofanya kazi kwa nguvu maeneo yote kuliko kiungo kingine chochote kilichoko ndani ya mwili wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimi kwenye ulimwengu wa roho ni zana hatari ambayo inafanya kazi kwenye sekta zote za kiroho. Hata kwa Mungu ni hivyo hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Danieli, mtumishi wa Mungu, Danieli sura ya 5 mstari wa 10 mpaka 12, mistari tu ile michache. Danieli 5 mstari wa 10. Basi Malkia kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, mfalme uishi milele, fikra zako zisikufadhaishe, wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadreza baba yako, naam, mfalme baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakalidayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika huyo Danieli. Nasikia roho wa Mungu hutumia kinywa, hutumia ulimi kufungua mafundo. Bwana Yesu wakati anazungumza na Petro alipojua siri ya kwamba Yesu ni nani, alisema hivi, lolote utakalo lifunga duniani takuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani takuwa limefunguliwa wapi? Mbinguni. Ile Mathayo 16. Nafikiri unaielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo hata ile sura ya 18 ya Mathayo. Lolote mtakalo lifunga duniani takuwa limefungwa na mbinguni, na lolote mtakalo lifungua duniani takuwa limefunguliwa mbinguni. Ile Mathayo 18:18. Ni maneno ambayo yanajaribu kutuonyesha kwamba kwenye ulimi wa mwanadamu kuna nini? Kuna nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 64, mtunga zaburi anazungumza mambo mengi sana pale. Anazungumza jinsi ambavyo alikuwa analalamika huyu mtu, anaona uhai wake uko katika hofu, tena hofu ya adui, lakini anaanza kuonyesha jinsi hofu ile. Mstari wa kwanza mpaka wa 10, andika tu nitaizungumza haraka haraka. Mstari ule wa pili anasema hivi, utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, mbali na ghasia ya watu wafanyao maovu, waliounoa ulimi wao kama upanga, wameelekeza mishale yao maneno ya uchungu. Anasema kwenye ulimi kuna mishale, kwenye ulimi kuna nguvu kama ya upanga. Wapate kumpiga mkamilifu faragani, yani wapate kumpiga aliyeokoka faragani. Kwa ghafla humpiga, wala hawaogopi, kwa sababu nanena kwa lugha. Hawaogopi sasa. Kwa nini? Kwa sababu hawaji na mshale waone hivi wanakudungua. Wanakupiga kwa maneno.
na kukufunga kwa maneno na kukupiga mishale kwa maneno. Unasema nendeni awe na kichomi, unashangaa kichomi kimenishika. Mishale, lakini umetoka kwenye nini? Kwenye ulimi. Aende pale akikanyaga ngazi ya kwanza ya mlango ateguke, unashangaa umekwenda umeteguka. Walikutegua kwanza kwa ulimi, alafu kateguka kwa ngazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Anasema azae, lakini watoto wasimsaidie. Kila kumwambia mwanangu huku, hebu hatuna hata sukari. Mama na mimi hali ni mbaya sana. Sema wewe je, mwenzetu ambaye huko kule wapi kule? Sijui Arusha. Sema mama, huko Arusha ndo kwambia tena la. Kule migodini wametuzuia tusiende, kwa hiyo hali ni mbaya. Yeye mwenzako anakula sambusa wakati huo. Wanampigia na sahani ya yai iko hapo. Na uma wake anakata. Alafu kwa mama hamna kitu. Ulimi. Alikula ulivyopaswa ule wewe, amekula adui yako kwa kukutamkia maneno. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Sikiliza, ulimi una nguvu kama nguvu ya moto. Ulimi una uwezo wa kukausha kitu chochote kinachohusu maisha ya mwanadamu. Una nguvu kama nguvu ya moto. Unaweza kuteketeza na kunyausha ustawi wa mwanadamu kwenye eneo lolote, ikiwa huyu mwanadamu hajui kupigana na ile nguvu ya ulimi. Nataka nimalize kwa kukufundisha unafanyaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 11 kuna habari moja njema sana, wanaipenda sana. Kuanzia mstari wa 12 mpaka 14, Marko 11. Anasema hivi: hata asubuhi walipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia, na inawezekana walicheka. Sema huyu mzee vipi? Biblia inasema ulikuwa si wakati wa tini. Ulikuwa sio wakati wa tini kuzaa. Sasa yeye akasikia njaa, aende pale. Akakuta majani matupu, hamna kitu. Asema kuanzia leo mtu hata kula tunda la tini kutoka kwako milele. Wanafunzi wasema huyu mzee anasema nini? Hajui kwamba tini kipindi hiki ndio zimevunwa, hazipo. Wakasikia. Sikiliza kilichotokea. Anasema hivi: na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, sio kwenda na koleo unachimba na chepe unachimba, utauambia ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Ulimi hauna shaka. Mashaka ni moyo wa mwanadamu, anachokitamka na kiamini. Sasa wachawi na waganga wanaamini zaidi kuliko wanavyoamini wana wa Mungu. Ndio maana hata hapa tukiombea watu wasema njoo hapa, leo Mungu anataka kuponya. Hilo neno limetoka, lakini kule wewe hajui shida yangu ya muda mrefu. Hata daktari specialist wenyewe wameshindwa. Anasema aamini. Akiamini atawaambia mlima ng'oka uende baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatakuwa yake. Hebu tumalize sasa. Silaha ya kupigana na ulimi ni nini? Tutumie nini kupigana na nguvu ya ulimi? Silaha inayoweza kupigana na kushinda nguvu ya ulimi na kuharibu makali ya ulimi ni ulimi. Nguvu ya ulimi haishindwi na upanga, haishindwi na kumeza kidonge. Utameza kidonge kama tatizo lako limetokana na nguvu ya ulimi, hutapona. Wenzako wataumwa,
hata malaria imegawanyika mara mbili. Kuna malaria ambayo imetokana na nguvu ya ulimi. Watakutibia baadaye, utasema hii malaria nini? Malaria nini? Sugu. Chronic malaria. Nakumbuka kuna binti mmoja kule Sinza miaka ya 2006 ile, alikuwa anafanya kazi kwa ndugu zangu ambao tulikuwa tunafanya huduma pamoja. Ameumwa asubuhi malaria, kichwa kinamuuma, amekwenda kupima hospitali, wakasema ana malaria 7. Amepewa dawa, akarudi nyumbani, fika saa 10 kichwa kinauma, wanafunga kamba. Kwenda kupima, anasema ana malaria 40. Siku hiyo hiyo wakampa dawa, akambadilishia dawa. Malaria imezidi sasa, anageuza na macho, anataka kukimbia. Kwenda hospitali, anasema ana malaria 1000. Kabisa, kwa macho yangu kabisa. Kabisa. Mwisho wakaniita. Kwenda Sinza pale. Kwenda kuniona tu yule binti, akakurupuka, anataka kupita dirishani, akimbia pita dirishani. Nikamwambia malaria ya kupita dirishani haya, hebu kamata. Kuja kuomba kwa jina la Yesu, asema si tumetumwa na mama hapo nyuma, alituambia nendeni mkamchanganye akili. Alituambia nenda mkamchanganye akili. Kwa hiyo hizo dawa mlikuwa mnafanya, hizo dawa ni chakula, sisi tunakula tu. Walipokuwa natupa zile dawa, sisi tunakula tu, nyingine ni chakula chetu bwana. Sisi kwetu ile sio dawa, ile ni chakula. Omba, toa mapepo. Nikasema sikia, tunafuta huko kuchanganyikiwa, mrudi huko wakachanganyikiwa walio watuma. Nashangaa kule nyuma mtoto wa yule mama anaanza kupiga kelele, wamekuja. Hizi nyumba za mjini za kukatiana ukuta hivi, yanarushwa kutoka hapa yanakuja hapa, au kiyarudisha yanarukia upande wa pili. Ulimi. Sema ewe ulimi, kuwapi kushinda kwako? Maana ulimi wangu una nguvu kuliko ulimi ulioharibu maisha yangu, kwa damu ya Yesu Kristo. Isaya 54 mstari wa 14 mpaka 17. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Asema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Hatulithi sisi mapanga majambia, tunalithi hukumu toka kwenye kinywa chetu juu ya zile ndimi ambazo zinatuhukumu. Kuna watu wanaishi kwenye hukumu ya magonjwa, kuna watu wanaishi kwenye hukumu ya umaskini, kuna watu wako kwenye chini ya hukumu ya kukataliwa. Kila unapokwenda kwa wenzako wanakukataa. Unaweza kukaa na mtu wiki moja, wiki mbili, wamekutenga, hawakutaki, ondoka. Umehukumiwa. Sikiliza. Silaha ya kuharibu nguvu ya ulimi ni ulimi. Ulimi unaoharibu nguvu ya ulimi mharibifu ni ulimi unaotamka kinyume na matamshi yaliyotamkwa na nguvu ya ulimi wa uharibifu. Walisema utakufa, utasema sitakufa bali nitaishi. Walisema hutazaa, unasema nitazaa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Oh, glory to God. Walisema utakuwa masikini, unasema nitafanikiwa, nitakuwa kichwa wala sitakuwa mkia, nitakopesha wala sitakopa kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja nikwambie, hiyo ndio nguvu inayoweza kushindana na nguvu ya ulimi. Wala sio vidonge. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya ulimi huharibiwa na nguvu ya nini? Ya ulimi. Sasa sikiliza nikwambie.
Wale wa nguvu za giza wanapotumia ulimi huwa wanachanganya na vitu vya kishetani kule na vya nguvu za giza, madawa yaliyosagwa na maneno nini, alafu wanayatamkia. Wanatumia mapepo kutamka ili washambulie. Lakini sisi huku tunatumia damu ya Yesu Kristo kufuta yale waliotamka juu yetu, alafu tena tukiwa na hasira tunayarudisha na sisi kwa maneno. Sema leo ni siku ya kuwarudishia. Oh, glory to God. Uko tayari? Hii ni simple message, nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza nikwambie. Tunapoenda kufanya maombi, chochote ambacho unaona kiko kinyume na matarajio yako, maana yake kilitamkwa kiwe hivyo. Sasa leo wewe tamka kinyume na wao walivyokutamkia. Unaweza? Unajua eneo fulani ambalo umefungwa kamba za ulimi? Wangapi wanajua kuna eneo umefungwa kwa kamba za ulimi? Sasa si wote, hata mimi. Unajua hii huduma haitaki kuwa hivi. Inatakiwa iende mbali sana, iende mbali sana. Glory to God. Hatukutakiwa tuwe hivi. Kuna mahali lazima tutoke hapa. Tubomoe hili jengo, tusogeze kule kwenye magari. Kama ujui, kuna watu kila siku wanatulaani kwenye hii nyumba hii. Na mimi nasikiaga. Na ninakutana nao kwenye ulimwengu wa roho. Wanasema ili kanisa kwenye hili eneo hili, ili anga hili, eneo hili hapa, linawatesa, linawanyima furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka tulipojenga madhabahu hii hapa, siku moja mbwa akaja anakimbia huko ndani. Alikuwa sio mbwa, alikuwa ni mtu. Mimi niliona ni mtu. Lakini mimi nasikia roho wa Mungu ananiambia hawakuwezi wala hawataweza, kwa sababu mimi niliyekutuma hawakuniweza, nasema hawataweza. Mara anasema unajua wewe, siku tukikupata yani nyama yako hatukuna atakayeionja, naona tutanyofuana kidogo kidogo. Nasema nyama yangu hamtakula, bali mtakula nyama zenu. Glory to God. Hii nyama hailiwi hata kama wakiikuta barabarani, kwa sababu ina moto. Hey. Nani anatafunaga makaa ya moto? Nani? Simama kwa miguu yako. Jesus, Jesus, Jesus. Karabando robo se. Kuna watu wanapata ajali. Wanafikiri ni bahati mbaya. Sio bahati mbaya hiyo. Watu wanasema ametoka asirudi. Anakwenda asifike salama. Futa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanasema huyu atakufa kikaanga maandazi tu. Wewe unaona miaka 3 4 unakaangaga vimaandazi. Unafikiri unavipenda. Uvipendi. Watu wamesema. Tutavua mapambo ye. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Yes, Lord. Wewe Bwana wa majeshi. Leo Mungu anakwenda na sisi. Kila ulimi uliotuhukumu, ulioumba mambo yanayotutesa, leo tunakwenda kuuhukumu. Uko tayari? Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tuatua shingo ngumu, tusamehe. Hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, hatuwezi peke yetu, twahitaji neema yako, enda nasi. Wametuchelewesha muda mrefu. Leo tunakwenda na Mungu.
naomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. hatuwezi peke yetu. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Sisi ni watu wa shingo ngumu Bwana. Shingo ngumu tusamehe. Hatufai mbele zako Bwana. Hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Bwana, rehema wako. hatuwezi Peke yetu, enda nasi. oh, tutavua mapambo yetu. Vitu vyote vya thamani, vitu vyote Bwana, mioyo yetu, mbele tutakase, oh, tutavua mapambo yetu. Vitu vyote vya thamani Bwana, tunaleta kwako Bwana. Oh, mioyo yetu, mioyo yetu, mioyo yetu, mioyo yetu. Oh, tutaka nasi. Nyosha mikono yako juu. Mungu yuko hapa. Yuko hapa. Yuko pamoja na sisi. Yuko tayari kukuvusha. Yuko tayari kukutoa hapo ambapo walisema hutatoka. Na mimi nasema kwa ulimi wangu na kwa imani ya Mungu wangu, unakwenda kutoka hapo. Ni kweli umekaa muda mrefu. Kuna neno tu la mwanadamu mmoja lilikuwa limekuweka hapo. Ko robo sheke raba seke. Sikia ewe ulimi, ewe ulimi, ewe ulimi. Ewe ulimi. Jiachie, fungua moyo wako. Ujumbe huu hautakaa ujirudie mwaka huu. Ukipitwa na hili wingu kama nilivyosema, unaweza kuwa unashangaa tu hapa, lakini mambo yako hayaendi, unashangaa watu wengine. Shule watoto hawasomi, akili zimefungwa, watu walitamka maneno, wengine wakaferi kwa sababu kuna mtu alitamka maneno. Leo ni siku ya kuhukumu. Hukumu ule ulimi, hukumu ule ulimi. Jesus. Hukumu inapita. Hukumu. Karabaseke. Hukumu inapita. Juu ya ule ulimi, hukumu inapita. Sema ewe ulimi uliyenifunga, leo ninakuhukumu kwa damu ya Yesu Kristo. Lile neno lilotamka juu yangu likafunga maisha yangu, likaleta mateso kwenye maisha yangu, likaleta shida, likanifanya niwe hivi, ninalifuta kwa damu ya Yesu. Likurudie neno lako, ewe ulimi uliyenihukumu, neno lako likurudie kwa jina la Yesu. Hata kama uko kaburini, likufuate huko kaburini kwa damu ya Yesu Kristo. Sikia nikwambie, hata kama hukujua,
hata kama hukusikia, hili neno linakwenda kuharibiwa. Lile neno linaharibiwa. Hata kama hujui, walifanya kwa siri, lakini kwa imani, kwa imani, kwa imani, Mungu analiondoa lile neno. Mungu anaondoa lile neno. Liwarudie waliotamka. Na tangaza hukumu, tangaza hukumu, tangaza hukumu, tangaza hukumu juu ya ule ulimi. Wewe hujauona wala hujausikia, lakini hukumu ipo. Tangaza hukumu. Waliokuhukumu wachawi, waliokuhukumu waganga, tangaza. Waliokuhukumu wenye chuki na wewe, wenye wivu na wewe, tangaza hukumu kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, 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 ndio. Come on, ndio. Hautaki kuishi maisha hayo, wala hayo maisha sio ya kwako. Huo ulimi kata, huo ulimi kata, huo ulimi. Rababa seke rabo sheke saka karabando shekesi wia saka. Mauti uliokuja kwa mtu huyu kwa ulimi, mauti uliomvamia mtu huyu kwa ulimi, umefutwa, umehukumiwa, umehukumiwa. Ule ulimi umehukumiwa, 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 umehukumiwa. Rabase reke shaika raba sheke kerabo. Ndio, 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 ndio. Nyosha mikono yako juu. Naona nguvu ya Mungu inashuka ambayo hatujawahi kuiona kwenye nyumba hii. Ndio, pokea. Pokea. Kuna watu walikuhukumu, mikono yako isikuletee faida. Futa hilo neno kwa damu ya Yesu. Mwambie, mikono yangu ninaiosha kwa damu ya Yesu, na lile neno ninalirudisha kwenu. Mikono yangu itanizalia matunda, mikono yangu itanitajirisha, mikono yangu itanifanikisha. Kuna wengine walikutamkia akili, fahamu wako ufungwe. Sema, sikia wewe ulimi uliyetamka juu ya akili zangu, ninatangaza kulifuta lile neno. Bumbuazi, bumbuazi linaondoka kwenye kichwa changu, kwenye moyo wangu, kwenye akili zangu. Liwarudie bumbuazi nyie, liwarudie mliyetamka kwa damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Karaba sekei kabo sekei. Omba, omba, jiachie, omba. Ndio, rababa sekei. Wewe unasikia kutikisika, hawakuachii, njoo mbele, kimbia, njoo mbele. Unasikia vibaya, njoo, 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 njoo. Fanya haraka, fanya haraka. Kara peke yako hauwezi. Yako raba sekei wia saka raba karabo. Wengine ni watu wa karibu na wewe, wakakutamkia. Wengine huwategemei, wangekutamkia hayo, lakini hakuna siri tena kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna siri tena. Ndio, fire, 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 fire. Imekwisha, imekwisha, imekwisha. Wanacheza, imekwisha. Wanatapatapa, imekwisha. Wanatapatapa, imekwisha. Nguvu yao ilikuwa lile neno, sasa lile neno halipo. Nguvu yao waliokuwa naitegemea ni lile neno, sasa lile neno limefutwa. Mpendwa, limefutwa. Hawana mzizi, hawana mzizi. Shina limekatwa, hawana nguvu za kukushikilia. Chomoka ndio, chomoka ndio, chomoka ndio, chomoka ndio, chomoka ndio. Omba, waambie, sitakufa bali nitaishi. Rabase rabo. Waambie, sitakufa, sitakuwa masikini, ninafanikiwa. Angalia huyu asikanyaga wenzake. Vijana wangu, sogea. Kuna mtu anatapatapa na kanyaga wenzake. Saidie, msaidie, msaidie. Ndio, 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 ndio. Lile neno la yule mganga na yule mchawi, wale waabudu mizimu, limefutwa, halipo. Mizimu achia, mizimu achia, roho za kichawi achia, majini achia, majini achia, pepo achia, na washa moto, 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 moto leo, moto. Tumeiondoa kinga yenu ya neno, tumeondoa mzizi wenu wa lile neno. Moto umewaka juu yenu. Pepo umasikini, pepo masikini na ufukara, toka. Omba. Iko nguvu inakuja, iko nguvu inakuja juu yako. Wewe waliye kushika ufahamu, leo unafunguliwa huo ufahamu. Ndio, ndio, ndio. Nguvu ya Mungu inapita kwenye akili zako. Funguka. Nuru inaingia kwako, nuru inaingia kwako, nuru inaingia ndani yako, nuru inaingia ndani yako. Pokea,
Pokea muujiza huo. Hujawahi kuyaona haya maisha, hujawahi kuona utamu wa maisha anayokuwazia Mungu. Yanakuja, ukuta umeanguka wa lile neno. Maisha yanakuja, ukuta umeanguka wa lile neno. Angusha huo ukuta, angusha ukuta wa lile neno. Kata hizo kamba, kata hiyo minyororo ambayo haikutengenezwa kwa chuma, imetengenezwa kwa neno. Kata miguu yako ifunguliwe. Weka wepesi kwenye miguu yako. Walichota nyayo, walichukua kitambaa, walichukua nywele. Umefunguliwa, lile neno limefutwa. Rika raba seke. Walichukua damu yako au walichukua mate, lile neno limefutwa kwa damu ya Yesu. Pokea, 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 pokea. Pokea. Unanisikiliza kwa njia ya video kwenye mtandao, pokea muujiza wako. Hata kama unaniangalia kwenye YouTube au TikTok au Facebook, pokea kwa jina la Yesu wa Nazareth. Bwana kufungue na lile neno likuachie kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, pokea, pokea. Rika raba saka reki. Sherere rabo santa rabas. Seke kerabaka. Sema imekwisha. Tumewakamata, tumewakamata na lile neno halipo. Haya, mwachieni haraka, mwachieni haraka. Ninamfungua huyo binti kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Lile neno nimelifuta, halitakuwepo kwa damu ya Yesu Kristo. Rika raba saka. Hebu nyosha mikono yako juu. Hata kama umekaa kwenye kiti, nasikia Roho wa Mungu ananiambia neno moja hivi. Au unaweza kusimama, usiogope. Unaweza kusimama. Nasikia Roho wa Mungu ananiambia kuna watu wanaishi duniani na wako hapa, lakini wamezikwa, maisha yao yako kaburini. Walizikwa kwa neno. Walizikwa kwa neno. Na Mungu ananiambia nitamke juu yao. Umefufuka kwa jina la Yesu. Fufuka, fufuka, fufuka. Toka kaburini, toka kaburini, toka kaburini, toka kaburini. Lile jiwe liviringishwe, lile jiwe la kaburi liondoke. Toka, toka. Njoo duniani na kuita. Njoo, 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 njoo huku, njoo huku duniani. Mungu anakuhitaji. Bwana Yesu anakutaka. Toka huko, njoo. Fufuka. Toka kwenye hilo shimo. Toka. Toka. Chukua hatua. Chukua hatua. Toka. Toka humo ndani. Toka kwenye hilo shimo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ndio. 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 Pokea, 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 pokea. Pokea, pokea, pokea. Rika karabaka se. Maisha yako yaliyofungwa kule kijijini, maisha yako yaliyofungiwa kule kijijini, na kutoa kule kijijini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hutaenda kwa ndoto wala hutaenda kwa hisia, na kufungua. Toka huko kwa jina la Yesu wa Nazareth. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Asante Yesu. Sema imekwisha. Naomba ukae. Wewe dada njoo usikae. Wewe unajifuta. Njoo hapa. Dokta njoo hapa.
Jesus. Jesus, Jesus. Lile neno lililokufunga limeondoka. Hautabaki tena kwenye hili gereza. Lile neno lililokuwa limekufunga limefutwa. Neno la yule mwanamke limefutwa. Neno la yule mwanamke limefutwa. 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 Chomoka, ondoka. Toka. Hebu toa kitambaa usoni na kuombea. Ondoa kitambaa usoni. Naona unakuwa haupo. Mwache, msogeze hapo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka, mwachie. Una hasira na mimi lakini hutaweza kitu. Funga kinywa, ondoka. Hakuna uchawi wala uganga. Hakuna uchawi wala uganga. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kimbia, ondoka. Natuma mshale wa moto juu yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sogeze hapo. Leta hapo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tunaua nguvu zenu na lile neno tunalifuta, halitaishi tena kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kimbia. Mwachi hapo, mwachi. Kara, nyosha mikono yako juu. Adui uliyemfunga huyu mwanamke kwa lile neno halipo tena. Hutakaa tena ndani yake. Luka, ondoka. Luka, ondoka. Na malaika wawafuatilie. Chomoka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mfungua, hutamfunga tena kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Wewe binti, sogea hapa. Huyu hapa. Hebu fungua macho yako. Fungua macho yako niangalie mimi. Nyoka. Nyoka. Tapika maisha yake. Acha na ufahamu wake haraka. 1, 2, 3 nisikuone. Haya, safari. Sitaki maelezo, funga kinywa, ondoka. Nenda. Mzimu, majini, chomoka. Jina la Yesu Kristo. Na msirudi tena. Msirudi tena. Haya, mwachieni haraka. Haraka. Kimbia. Jina la Yesu Kristo. Na washa moto hapo chini. Hapo chini. Toka. Toka. Toka, achia. Jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Haya, mwachieni mtoto haraka. Haraka. Kimbia, ni mwachieni. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu. Hebu msogeze huyo dada. Sogea hapa. Nyosha mikono yako juu. Alafu niangalie mimi, usiogope. Nyie. Haya, jikusanyeni muondoke haraka. Sawa? Mauti na wenzako. Na kifungo kile namfungua kwa jina la. Haya, Luka, kimbia. Unapitia mdomoni hapo. Haya, panda juu, ondoka. Imekwisha. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haya, safari. Haraka. Fanyeni haraka. Funga kinywa, achia, muondoka. Na tumbo lake nalifungua kwa jina la Yesu Kristo. Toka na uko tumboni, haraka.
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante. Nenda kakae. Karabasekesh. Asante Yesu. Hebu sema Yesu, kuanzia sasa na siku zote za maisha yangu, hakuna ulimi utakaonifunga tena. Hakuna ulimi utakaogandamiza maisha yangu. Hakuna ulimi utakaoharibu mfumo wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ulimi wako, ewe Bwana, umenitamkia baraka na mafanikio mimi na uzao wangu. Kwa jina la Yesu, hakuna ulimi utakaonihukumu tena. Na kila ulimi utakaonihukumu umehukumiwa tayari kwa jina la Yesu Kristo. Amen.